Halo, karibu sana kwenye siku hii nyingine tena. Tunaendelea na series yetu ya Set Me on Fire. Bila shaka series hii imekuwa ni baraka kwenye maisha yako. Nimekuwa nikipokea feedback za watu kadha ambao wamekuwa wakiniambia jinsi ambavyo Mungu amekutana nao kupitia series hii. Na leo tunaendelea na episode ya tano na tunaangalia jinsi ambavyo nidhamu za kiroho zinavyoweza kuwasha na kuchochea moto wa Mungu ndani yako. Jinsi ambavyo nidhamu za kiroho zinaweza kuwasha na kuchochea moto wa Mungu ndani yako. Na specifically leo tutaongea kuhusu jinsi ambavyo nidhamu za kiroho zinaweza zikakufanya ukawasha na kuchochea moto wa Mungu ndani yako. Na jinsi ambavyo sasa leo tutaongea kuhusu jinsi ambavyo nidhamu za kiroho zinaweza zikakusaidia kupanda katika mlima wa Bwana. Jinsi ambavyo nidhamu za kiroho zitakusaidia kuweza kupanda katika mlima wa Bwana. Zaburi 24 mstari wa 3 hadi wa 4, Biblia inasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Swali la kwanza kabisa la msingi ambalo mtunga Zaburi anauliza, je, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Kwa mwanzoni tu kabisa hapa anatuonyesha kwamba kuna mlima wa Bwana. Kuna mlima wa Bwana na kuna patakatifu pa Bwana. Na ili uweze kupanda katika huu mlima wa Bwana na uweze kusimama katika patakatifu pake, basi kuna vigezo. Kuna mtu ambaye atapanda katika huo mlima wa Bwana. Kuna vigezo fulani ambavyo wanasema mtu mwenye sifa hizi ndo anaweza akapanda katika mlima wa Bwana, katika mlima wa Bwana. Kwa hiyo cha kwanza, mtunga Zaburi anatuonyesha kwamba there's an aspect of ascension. Kuna aspect ya kupanda linapokuja swala la kuwa na ushirika na Mungu. Kwenye swala la kuwa siongelei kuokoka, naongelea kuwa na ushirika usiokoma na Mungu. Kuna aspect ya ascension, kuna aspect ya kupanda. Sasa ninajua kwamba kwenye mwili wa Kristo kuna shule za mawazo tofauti, na pia ninafahamu kwamba Mungu anakaa ndani yetu. Mtu akiokoka, Yesu Kristo alisema yeye pamoja na Baba pamoja na Roho Mtakatifu watafanya makao ndani yao. Sasa kwa kwenye kuokoka, siongelei kuokoka na Mungu kukaa ndani yetu. Ninaongelea ascension. Ninaongelea ushirika sasa na Mungu baada ya kuokoka. Ushirika na Mungu baada ya kuokoka. Kwa mfano Waebrania 10:22, japo Mungu anakaa ndani yetu, lakini Waebrania 10:22 inatuambia na tumkaribie Mungu tukiwa na moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani, hali tumemnyinyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi, na tukaribie kwenye moyo wa kweli. Let's draw near with a true heart. Kwa japo Mungu anakaa ndani yetu, lakini unapokuja swala la mahusiano ya kila siku, swala la ushirika usiokoma na Mungu, tuna nafasi ya kufanya, na wajibu wetu, mwandishi wa Waebrania anasema we have to draw near. Tuna wajibu wa kumkaribia Mungu. Kwa Mungu anaweza akawa amekuokoa kweli, umeokoka, lakini usiwe karibu naye kimahusiano. Kwa sababu gani? Kwa sababu ili uweze kuwa na ushirika usiokoma na Mungu, inabidi wewe unafanya zoezi wewe la kumkaribia Mungu. Mungu yuko karibu yako, lakini swala ni wewe, je, uko karibu yake? Kwa hiyo tuna wajibu wa kumkaribia Mungu. Cha pili, Zaburi 78:23. Zaburi 78:23 inatuambia, mtunga Zaburi anasema, nami kumkaribia Mungu ni kwema kwangu, nimefanya kimbilio kwa Bwana Mungu, niyahubiri matendo yake yote. Kwa hiyo tuna nafasi yetu, anasema nami kumkaribia Mungu, mimi kumkaribia Mungu ni kwema kwangu. Kwa Mungu yuko karibu yangu, lakini na mimi nina wajibu wa kumkaribia Mungu. Nina wajibu wa kufanya maamuzi. Sehemu nyingine Mungu anasema nikaribieni mimi nami nitawakaribia ninyi. Kwa Mungu yupo na sisi tuna nafasi yetu kwenye swala la kuwa na ushirika usiokoma na Mungu. Kwa mtunga Zaburi anasema pale juu tulipoanza napo kwamba ni nani sasa atakayepanda katika mlima wa Mungu? Ni nani atakayesimama patakatifu pa Mungu? Ni nani atakayesimama patakatifu pa Mungu? Alafu anatoa sifa sasa za huyo mtu.
zile sifa anazozisema anaongelea nidhamu za kiroho pale. Anasema mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala hakuapa kwa hila. Tuliona kwenye episode zilizopita kwamba mojawapo kati ya nidhamu za kiroho ni kuishi maisha ya uchaji, kuishi maisha ya usafi, kuishi maisha matakatifu. Hiyo ni nidhamu ya kiroho. Sasa mtunga Zaburi anasema mtu anayeishi hii nidhamu ya kiroho ya kuishi maisha matakatifu, huyo ndio mtu ambaye atapanda katika mlima wa Mungu. Huyo ndio mtu ambaye atasimama patakatifu pa Mungu. Sio ataingia patakatifu na kutoka, lakini ataingia na atasimama patakatifu pa Mungu. Atakuwa ana dwell, atakuwa anaishi katika uwepo wa Mungu. Kwa mtu ambaye anaziishi nidhamu za kiroho, mtu anayeziishi nidhamu za kiroho ni mtu ambaye atapanda. Kila mara unapoziishi nidhamu za kiroho, unakuwa unapanda katika mlima wa Mungu. Ushirika wako na Mungu unakuwa unapanda, unakuwa unasogea. Ni mtu anayeishi maisha matakatifu. Nidhamu za kiroho zinakufanya upande katika mlima wa Bwana. Ni nidhamu za kiroho zinakufanya umkaribie Mungu kimahusiano. Nidhamu za kiroho zinakufanya umkaribie Mungu kimahusiano. Mika 4 mstari wa 2 inasema, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njooni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Na mataifa wengi watakwenda na kusema, njooni twende wapi? Juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Twende juu. Biblia inatujengea picha ya Mungu alipo kama ni juu. Yaani kuna namna inabidi tupande, kuna namna inabidi tuascend, inabidi tupande kwenda kule Mungu alipo. Na namna ya kupanda sasa kimahusiano na Mungu, namna ya kupanda na kufika mahali ambako tuna ushirika usiokoma na Mungu, tunapanda kwa nidhamu za kiroho. Tunapanda kwa nidhamu za kiroho. Come, let us go up to the mountain of the Lord. Unaiona tena aspect ya ascension hapa kwenye Mika 4 mstari wa 2. Come, let us go up to the mountain of the Lord. Njoo twende, tupande, twende kwenye mlima wa Bwana. Bwana ameketi, Biblia inasema Bwana ameketi mahali pa juu palipoinuka. Kwa kama nitakuwa na ushirika usiokoma na yeye, inabidi nijizoeze kupanda katika huo mlima wake. Nijizoeze kupanda, na namna ya kupanda, hatupandi kwa namna nyingine, tunapanda kwa kuziishi nidhamu za kiroho. Kwa ili niweze kupanda katika mlima wa Bwana, inabidi nikabiliane na vizuizi. Kama tu mtu ambaye anapanda mlima Kilimanjaro. Inabidi nifanye maandalizi, lakini inabidi nikabiliane na vizuizi kadha wa kadha. Kwa mfano, inabidi nikabiliane na mwili wangu ili niweze kuziishi nidhamu za kiroho. Ili niweze kuomba, niweze kusoma neno, niweze kufunga, niweze kuishi maisha, kuchagua kuishi maisha ya uchaji, maisha matakatifu. Cha kwanza itabidi nikabiliane na mwili wangu mwenyewe. Na hisia zangu. Kuna muda nitakuwa nimechoka, nitakuwa najisikia usingizi, nitakuwa najisikia tu kulala na kutokufanya chochote, lakini kwa sababu ninajua kwamba ili niwe na ushirika wa Mungu lazima nipande, itabidi nikabiliane na vizuizi. Itabidi nikabiliane na uvivu. Itabidi nikabiliane na usingizi. Itabidi nikabiliane na distraction za mawazo na kelele za dunia. Kwa kupanda hapa ili niweze, hayo yote ninafanya ili nifanyeje? Haya yote ninafanya ili niweze kupanda katika mlima wa Bwana. Niweze kupanda katika mlima wa Bwana. Ili uweze kupanda mlima, unahitaji sacrifice, unahitaji kusacrifice. Itabidi ni sacrifice muda na marafiki zangu. Muda ambao tungeweza kupiga story, tungeweza kukaa tubadilishane mawazo. Mimi ninasema hapana, huu muda nakwenda kutumia kupanda katika mlima wa Bwana. Sio kwamba ni rahisi, lakini najua kwamba nikiwa tu mtu wa mahusiano na watu alafu sina muda na Mungu, sitapanda. Yaani hiyo yenyewe inanifanya sitaweza kusimama katika patakatifu pa Mungu, sitaweza kupanda katika mlima wa Mungu, sitaweza kufika mahali ambako nina ushirika usiokoma na Mungu. Kwa hiyo ili kuweza kupanda katika mlima wa Bwana, itabidi nikabiliane na vizuizi mbalimbali. Itabidi nikabiliane na vikwazo mbalimbali vya hapa duniani ili niweze kupata nafasi ya kuweza kupanda katika mlima wa Bwana. Kwa kupanda katika mlima wa Bwana inamaanisha kufikia level fulani ambayo ushirika wangu na Mungu unakuwa una flow constantly na consistently. Kupanda katika mlima wa Bwana inamaanisha nini? Inamaanisha kwenye mahusiano yangu binafsi na Mungu,
nimefikia level ambayo ushirika wangu na Mungu una flow freely na constantly na consistently. Kunakuwa kuna muendelezo kwenye flow ya mahusiano yangu na Mungu. Hiyo ndio level ambayo inabidi nikisema nimepanda katika mlima wa Bwana, ninamaanisha nimefika mahali ambapo mahusiano yangu na Mungu, ushirika wangu na Mungu unatiririka, una flow freely, bila vikwazo, bila vizuizi. Naweza kumsikia Mungu, naweza kuwasiliana na Mungu, naweza kumwambia Mungu kile ambacho kiko moyoni mwangu na mimi nikamsikia anasema nini kuhusu maisha yangu. Sasa kuweza kufikia kwenye hiyo level, mtunga Zaburi anatuambia lazima tuziishi nidhamu za kiroho. Lazima niwe mtu wa kuishi maisha matakatifu. Lazima niwe mtu wa maombi, lazima niwe mtu wa mfungo, lazima niwe mtu wa kusoma na kutafakari neno la Mungu. Na kila mara nikifanya hivyo, nakuwa ninapanda katika mlima wa Bwana. Kila mara ukiziishi nidhamu za kiroho, unakuwa unapanda, unakuwa unaendelea kupanda, hadi unafikia mahali sasa unakuwa umefika mahali ambapo ushirika wako na Mungu, mahusiano yako na Mungu yana flow bila vikwazo, yanakuwa na muendelezo. Tulisema kwenye episode zilizopita kwamba swali ambalo nimekuwa nikikutana nalo mara kwa mara kutoka kwa Wakristo wenzangu, na mimi pia nimewahi kuwa na haya maswali mara nyingi kwenye maisha yangu, ni kwamba ninawezaje kuwa na muendelezo kwenye ushirika wangu na Mungu? Nimeokoka ndio, lakini kuna wakati nitakuwa niko kwenye high, yani niko kwenye gia ya juu sana. Yani kama kipindi mfano ukinikuta nimetoka kwenye mfungo, nimetoka kwenye maombi marefu, niko ratiba yangu ya kusoma neno iko vizuri, nakuwa niko kwenye kiwango fulani hivi cha juu sana, ushirika wangu na Mungu una flow. Lakini ukikutana na mimi nikiwa sijafunga labda na mwezi, nimekuwa nikila tu, haimaanishi sijaokoka, lakini siwi kwenye kiwango kile ambacho nilikuwepo pale kabla. Nakuwa kuna muda najikuta hadi naishi kwenye ukingo wa kurudi nyuma duniani kabisa. Na rafiki yangu huwa ananiambia, bwana, kwa jinsi nilivyoishi huu mwezi inabidi kwanza wokovu wangu nikaubusti kidogo. Sio kwamba amemwacha Yesu au amerudi nyuma, lakini anajisikia kabisa sipo katika mlima wa Bwana. Kama Bwana yuko mlimani, basi mimi niko bondeni. Kwa mawasiliano yetu yanakuwa magumu sana na Mungu, kwa sababu niko kwenye ukingo kabisa huku wa kurudi nyuma duniani. Kwa issue sio kuokoka, issue ni quality. Ni quality ya wokovu, ni quality ya mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo sasa namna ya kufanya sasa uwe na consistency. Namna ya kufanya usiwe na highs and lows, usiwe na ups and downs. Hiyo namna ni kuziishi nidhamu za kiroho. Kila mara uwe na utamaduni wa kupanda katika mlima wa Bwana. Kwa sababu kila mara ukiziishi nidhamu za kiroho unapanda. Kila nidhamu ya kiroho unayoipractice inakufanya una ascend, unapanda katika mlima wa Bwana, unapanda. Kwa kila siku ukiamka asubuhi ukapanda katika mlima wa Bwana, na kesho tena ukapanda, na kesho kutwa tena ukapanda, maisha yako yote unakuwa unaishi kwenye ushirika usiokoma na Mungu. Kwa hiyo ni kupitia kuishi nidhamu za kiroho ndio tunaruka vizuizi vinavyotufanya tusiwe na ushirika na Mungu. Ni kupitia kuziishi nidhamu za kiroho tunavuka vizuizi vinavyotufanya tuwe na ushirika usiokoma na Mungu. Mtu mmoja alisema hata kukaa Mungu amekaa mahali ambapo mtu mvivu hawezi kumfikia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema amekaa mahali pa juu palipoinuka. Kwa kama wewe ni mvivu wa kupanda, tumesema unapanda kwa nidhamu za kiroho. Kwa kama wewe ni mvivu wa kupractice nidhamu za kiroho, hata Mungu amekaa position ambayo ukiwa mvivu wa kuziishi nidhamu za kiroho hautamfikia. Hautakuwa na ushirika usiokoma na Mungu. Na huu mstari tuliosoma Mika 4 hapa inasemaje? Inasema, njooni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Tupande kwenda kwenye mlima wa Bwana. Halafu sasa tukishapanda, anaendelea, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake, kwa maana katika Sayuni itatoka sheria. Sasa Mika anatuambia kuna kupanda, halafu anatuambia tukishapanda tukifika nini kitatokea. Anasema tukipanda katika mlima wa Bwana tukafika, Bwana atatufundisha njia zake. Na Bwana akitufundisha njia zake, nini kitatokea kwenye maisha yetu? Tutaishi, tutakwenda katika mapito yake. Bwana akitufundisha njia zake tutazifuata. Ngoja nikuulize kitu kimoja. Unajua kwa nini watu wengi hawatembei katika njia ya Mungu? Kwa nini watu wengi hawaliishi kusudi la Mungu? Hawayaishi mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao? Unafikiri ni kwa sababu hawapendi? Hebu muulize Mkristo yoyote kama hivyo, wewe unapenda kuyaishi mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako?
Ungependa kuolewa na au kuoa mtu ambaye Mungu amemkusudia kwenye maisha yako? Ungependa kuishi mahali ambako Mungu amekusudia uishi? Ungependa kufanya huduma na utumishi ambao Mungu amekusudia uishi? Ungependa kuliishi lile kusudi ambalo Biblia inasema tangu mwanzo tuliumbwa kwa ajili hilo? Ungependa kuliishi? Na kuhakikishia asilimia kubwa ya Wakristo wanakwambia ndio wangependa. Sasa kwa nini hatuliishi kusudi la Mungu? Hatuliishi kusudi la Mungu kwa sababu kwa asilimia kubwa hatulijui. Kwa asilimia kubwa hatulijui. Kwa nini hatulijui kusudi la Mungu? Mika 4 anatupa majibu. Mika 4:2 anatupa majibu, anatuambia kusudi la Mungu tunalijua tukishapanda katika mlima wa Bwana. Na mlima wa Bwana tunapandaje? Sio kwamba tunapanda siku moja afu tunakuwa tumemaliza. Ni kitendo endelevu. Kwenye mlima wa Bwana tunapanda kwa nidhamu za kiroho. Ukishapanda kwenye mlima wa Bwana, Biblia inasema, Mika anasema tukishafika kwenye mlima wa Bwana, Bwana atatufundisha njia zake, na akitufundisha njia zake tutatembea katika mapito yake. Kwa namna ya kukufanya uishi kwenye mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako ni wewe kuwa na utamaduni wa kuziishi nidhamu za kiroho ili zikuwezeshe kupanda katika mlima wa Bwana. Na ukishafika, Bwana anasema kazi yako wewe imeisha. Inaanza kazi yake yeye. Anasema akifika kwenye mlima wake anakuona huko, atakufundisha njia zake. Halafu akikufundisha njia zake, wewe ukishazijua njia za Mungu utaziishi tu. Utaziishi. Kwa nini? Kwa sababu mara zote sauti ya Mungu ikija, mara zote neno la Mungu likija, neno la Mungu huwa linakuja na nguvu ya kulifanya litokee, ya kulifanya liwe halisi. Unamkumbuka Elia? Elia alikuwa suicidal, alikuwa amechoka. Kipindi kile amemkimbia mke wa Ahabu, Yezebeli. Alikuwa amechoka, amelala, anamwambia Mungu niue, mimi sio bora kuliko ndugu zangu. Lakini Mungu anamwambia kazi bado. Baada ya Mungu kumwambia cha kufanya, yule Elia ambaye alikuwa amechoka anataka kufa, aliamka akaenda kufanya kila kitu ambacho Mungu alikuwa anamwambia atakafanya. Alitembea kwa siku nyingi, akaenda akampaka mafuta mfalme yule aliyekuwa anafuata, akaenda akampaka mafuta na nabii Elisha, alafu ndo akaondoka. Lakini neno la Mungu lilivyokuja, hata kama alikuwa amechoka, yuko kwenye hali ya kufa, lilimtia nguvu ya kuweza kufanya kile ambacho Mungu alikuwa anataka afanye. Kwa ukishazijua njia za Mungu, njia za Mungu zikija huwa zinakuja na nguvu ya kukuwezesha kuweza kuziishi. Kwa hiyo ukishayajua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, Mungu akayafunua kwako, utayaishi tu kwa sababu yanakuja na nguvu ya kukuwezesha kuweza kuyaishi. Kwa hiyo Wakristo wengi hawaliishi kusudi la Mungu kwa sababu hawalijui. Kwa nini hatulijui kusudi la Mungu? Kwa sababu kulijua kusudi la Mungu kuna condition, na hiyo condition ni kuwa na ushirika usiokoma na Mungu. Kusudi la Mungu limefichwa ndani ya Mungu. Kwa hiyo ili uweze kulijua kusudi la Mungu lazima kwanza ujue Mungu. Lazima upitie kwanza kwa Mungu, uweze kulijua, uweze discover kusudi lake kwenye mahususi kwa ajili ya maisha yako. Sasa hiyo kuweza kuwa na ushirika usiokoma na Mungu, lazima uweze kuziishi nidhamu za kiroho, maana ndo zinazokuwezesha kuweza kupanda katika mlima wa Mungu, kuweza kupanda katika mlima wa Mungu. Kwa Mungu anasema nitakufundisha njia zangu. Ukipanda katika mlima wangu, nitakufundisha njia zangu. Na nikishakufundisha, nitafunua mapenzi yangu kwako. Nikishafunua mapenzi yangu kwako, wewe utayaishi. Kwa huu ni ufunguo, bila shaka umeupata huu ufunguo. Natamani uupate vizuri, kwamba asilimia kubwa ya Wakristo hatuyaishi mapenzi ya Mungu wala kusudi la Mungu la sisi kuwepo hapa duniani kwa sababu hatulijui. Na hatulijui kwa nini? Hatulijui kwa sababu kusudi la Mungu limefichwa ndani ya Mungu mwenyewe. Na Mungu ili uweze kumfikia lazima uziishi nidhamu za kiroho. Sio tu kuwa Mkristo, lazima uwe na ushirika usiokoma na Mungu. Biblia inasema Mungu alimuonyesha Musa njia zake na wana wa Israeli matendo yake. Musa alikuwa anazijua njia za Mungu. Kumbuka Mika 4:2 anasema ukipanda katika mlima wangu nitakuonyesha njia zangu, nawe utatembea katika mapito yangu. Alafu Biblia inasema Musa alimuonyesha Musa njia zake na wana wa Israeli matendo yake. Musa alikuwa anajua kwa nini vitu vinatokea namna vinavyotokea. Wana wa Israeli walikuwa wanaona tu bahari imegawanyika, wanaona tu maana hii hapa, wanaona tu vitu vimetokea, kware hawa hapa wanashika wanakula, lakini process walikuwa hawajui. Musa ndo aliyekuwa anajua process, ni kitu gani ambacho kimetokea hadi vitu vikatokea namna vilivyotokea.
Mungu anafanyaje mambo yake. Ndio maana kwa sababu hiyo sasa Musa akawa anamjua Mungu kibinafsi. Lakini wana wa Israeli ambao walikuwa wanaona miujiza tu, hawakujenga mahusiano binafsi na Mungu kwa sababu hawakuwa na muda na Mungu. Sasa Musa alizijuaje njia za Mungu? Musa alizijua njia za Mungu kwa sababu alikuwa anapanda katika mlima wa Mungu. Alikuwa na ushirika usiokoma na Mungu. Alikuwa ni mtu wa kutenga muda kwa ajili ya mifungo, kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya kumsikiliza Mungu. Musa alivishinda vizuizi, halafu akaweza kupanda katika mlima wa Bwana. Biblia inatuambia Musa alikaa mlimani, mlima Horebu, kwa siku 40. Halafu akashuka akakuta wana wa Israeli wametengeneza sanamu, akapanda tena siku zingine 40. Kwa siku 80 Musa yuko mlimani anamsikiliza Mungu. Ametulia anamsikiliza Mungu. Unafikiri kupanda mlima ule ilikuwa rahisi kwa mtu mwenye miaka 80? Haikuwa rahisi. Unafikiri Musa alikuwa hana mahitaji ya kibinadamu kama kutaka ushirika na wanadamu wenzake, kutaka fellowship, kutaka kupiga story? Kungekuwa kuna WhatsApp kipindi chake. Unafikiri Musa alikuwa hapendi kuwa kwenye magrupu ya WhatsApp, kuwa kwenye Instagram, kuwa kwenye social media, kujua mambo yanayoendelea? Aende tu akajifungie mahali kwa siku 40 alafu arudi ajifungie siku 40 zingine? Musa alikuwa na mahitaji ya kibinadamu kama wewe na mimi, lakini alikuwa anajua kwamba ili aweze kuzijua njia za Mungu, ili aweze kupata maelekezo kutoka kwa Mungu, ni lazima atenge muda aweze kupanda katika mlima wa Bwana. Na matokeo yake, baada ya kupanda katika mlima wa Bwana, Mungu alizifunua njia zake kwa Musa. Wana wa Israeli ambao walikuwa hawana muda na Mungu, waliishia tu kuona matendo ya Mungu, waliishia kuona miujiza, waliishia kuona vitu tu Mungu anavyofanya, lakini hawakutengeneza mahusiano binafsi na Mungu. Kwa hiyo ili tuweze kupanda katika mlima wa Mungu, lazima tuziishi nidhamu za kiroho. Kathryn Kuhlman, utakuwa umeshawahi kumsikia Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ni moja kati ya healing revivalist wale wa kipindi wa karne hii iliyopita. Kama unataka kuielewa huduma ya Kathryn Kuhlman ilivyokuwa inafanya kazi, unaweza ukaangalia hata video zake au ukasoma vitabu vyake kadhaa vilivyo. Lakini Kathryn Kuhlman alitembea na nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kiwango cha ajabu sana. Lakini Kathryn Kuhlman anasema kila mtu anaweza akafanya hiki ninachokifanya. Kila Mkristo anaweza kufanya, anaweza akafanya hiki ninachokifanya, lakini ili aweze kufanya hivyo lazima akubali kulipa gharama ninayoilipa. Gharama ipi? Anasema kwanza, naishi maisha yangu ni maisha ya upweke sana. Ili kuweza kuiruhusu nguvu ya Mungu iweze kufanya kazi kwa kiwango hiki, nikiwa kwenye mikutano, natumia muda wangu mwingi sana kwenye ushirika na Roho Mtakatifu. Kwa sina marafiki, sina muda wa kutembelea watu, muda wangu mwingi nautumia nikiwa kwenye magoti, nikiwa kwenye fellowship na Roho Mtakatifu. Huyo ni mtu anayefanyaje? Huyo ni mtu anayepanda katika mlima wa Bwana. Yaani anapanda katika mlima wa Mungu hadi hana muda kwa ajili ya mambo mengine ambayo sisi tunayaona ni ya muhimu. Wana wa Israeli ambao hawakulipa gharama yoyote ya kupanda katika mlima wa Bwana, ya kujenga ushirika na mahusiano na Mungu, walishia kuona miujiza tu, hawakuwa na mahusiano yoyote na Mungu. Unadhani kwa nini siku za leo, labda nikuache na hili swali, unafikiri kwa nini siku za leo watu wanazunguka huku na kule kwa manabii, kwa maeneo tofauti tofauti kutafuta uponyaji, kutafuta kuwekewa mikono? Tumekuwa na watu wanaitwa church hoppers, anahama kutoka kanisa moja kwenda kanisa lingine, na unakuta huyo mtu sio kwamba ni Mkristo mchanga au ni mtu ambaye hajaokoka bado anatafuta kuokoka. Unakuta ni mtu ambaye amekuwepo kanisani miaka 15, 20. Unafikiri kwa nini hawa watu hawajajenga mahusiano binafsi na Mungu kwa kiwango ambacho yeye mwenyewe anaweza akamsikia Mungu, anaweza akamwamini Mungu kwa ajili ya uponyaji wake yeye mwenyewe, anaweza akamwamini Mungu kwa ajili ya maisha yake yeye mwenyewe? Asilimia kubwa tuna watu ambao wanazunguka huku na kule kutafuta miujiza kwa sababu hatuzijui njia za Mungu. Wana wa Israeli walikuwa wanatafuta miujiza kila siku. Jana wametoka kulishwa kuona bahari ya Shamu ikipasuka, wametoka kuona jeshi la Farao likimezwa, wakashangilia, wakaimba. Kesho hakuna chakula, wanaanza kumkasirisha Mungu, wanaanza manunguniko. Kwa nini? Wanamwambia Musa, tupe muujiza mwingine.
Musa anamuomba Mungu, maana inakuja, wanafika mahali hakuna maji. Wanasahau haya yote, wanataka muujiza mwingine. Mungu anatoa maji kwenye mwamba. Wanafika sehemu nyingine tena wanakuta maji ni machungu. Malalamiko yanaanza tena. Hawa ni watu ambao wanaona miujiza lakini hawajengi mahusiano binafsi. Kwa hiyo tuna watu ambao wanahama kutoka sehemu kwenda sehemu kutafuta miujiza kwa sababu hatutaki kulipa gharama ya kutengeneza mahusiano na Mungu. Hatutaki kulipa gharama ya kupanda katika mlima wa Mungu ili atuonyeshe njia zake. Wewe kama Mkristo una nafasi ya kupanda katika mlima wa Mungu ili Mungu akufundishe kwamba uponyaji huwa unatokeaje. Breakthroughs, mipenyo kwa mtu wa Mungu kwa mujibu wa neno la Mungu huwa inatokeaje. Hatutaki kujenga mahusiano na Mungu, hatutaki maombi, hatutaki mifungo, hatutaki kuzama kwenye neno, tunataka kuambiwa tupokea. Tunataka kuwekewa mikono, tunataka kupewa vifaa vya kiroho, tunataka kupewa hiki na kile, lakini tunataka miujiza, lakini mahusiano na Mungu hatuyataki. Kwa hiyo ili tuweze kuzijua njia za Mungu, ni lazima tutoe maisha yetu, tujidhatiti kwamba tutapanda katika mlima wa Mungu. Na tunapandaje katika mlima wa Mungu? Tunapanda katika mlima wa Mungu kwa nidhamu za kiroho. Kwa nidhamu za kiroho. Nidhamu za kiroho zitakufanya upande, uascend katika mlima wa Mungu. Zitakufanya ufike mahali ambapo ushirika wako na Mungu unakuwa ni wa kudumu, sio wa kuboost. Sio wa kujaza leo afu kesho umeisha unajaza tena. Unakuwa kuna consistency. Unakuwa kuna consistency. Kuisikia sauti ya Mungu na kuitii unakuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kumsikia Mungu inakuwa ni kitu cha kawaida, ni hali ya maisha yako ya kila siku, kwa sababu uko katika mlima wa Bwana, umesimama katika patakatifu pa Bwana. Hapo ndipo unapoishi. Zaburi ya 91 inasema yeye aketie, he who dwells, unadweli, unaishi hapo. Unaishi katika nyua za Mungu, unaishi katika mahali pasiri pa Mungu. Hicho ndo Mungu anachokusudia. Ili tuweze kuishi katika mahali pasiri pa Mungu, lazima tuwe ni watu wa kuziishi nidhamu za kiroho. Lazima tuwe ni watu wa kuziishi nidhamu za kiroho. Naamini kwamba episodi hii imekutia moyo na imekupa changamoto na imekuongezea sababu kwa nini unahitaji kuziishi nidhamu za kiroho. Na ni kwa sababu ni kupitia nidhamu za kiroho ndio tunapanda katika mlima wa Bwana. Kila mara ukiziishi nidhamu za kiroho, pamoja na ugumu utakao kumbana nao, kila mara ukiziishi nidhamu za kiroho, ujue kwamba katika ulimwengu wa roho unapanda katika mlima wa Bwana. Katika ulimwengu wa roho unaketi patakatifu pa Mungu. Mungu akubariki sana. Mimi ni rafiki yako Patrick Seuya. Tukutane kwenye episodi inayofuata.